Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za kitaifa, kati ya vijana 600,000 hadi vijana 1,000,000 wanaingia katika soko la ajira kila mwaka, huku ajira zinazozalishwa zikiwa hazina uwiano mkubwa na vijana wanaoingia katika soko la ajira. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha vijana kuwekeza na kuwaunganisha vijana na wawekezaji mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kuweza kukuza wigo wa ajira zao? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa vijana kwa kuleta swali zuri sana ambalo linagusa maslahi mapana ya vijana na linagusa ajenda kubwa ya ajira kwa vijana ambayo ni ajenda ya dunia, si tu ajenda ya Tanzania, ni ajenda ya dunia. Na Mheshimiwa Spika, jambo alilosema ni la ukweli kwamba vijana wengi wanaingia katika soko la ajira duniani na hapa nchini kwetu. Na Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa vijana wakiwa bado wako kwenye masomo tu, wakitumia wamaliza middle school wanaelekea vyuo, na wengine wakiwa vyuoni walikuwa wanapokea barua za kuambiwa wachague kazi wanayotaka kwenda kufanya. Anakuwa na barua 1, 2, 3 achague kazi. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa sasa si jambo la ajabu kukuta mstaafu yuko na graduates 2, 3 wakiwa tegemezi kwake. Kwa hiyo ni jambo kubwa, hii ni ajenda kubwa ambayo Mheshimiwa mbunge ameileta. Na Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge amesema serikali ina mkakati gani? Moja, Mheshimiwa Spika, ipo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30 ya kutengeneza ajira zipatazo zaidi ya milioni 8. Mheshimiwa Spika, hili si andiko tu la ilani, ni andiko ambalo limewekwa kwenye mikakati ya utekelezaji ikiwemo mipango ya mwaka mmoja na ile mipango ya miaka 5 ambayo ipo kwenye dira ya taifa 2050. Lile pato tunaloliongelea la takriban dola trilioni 1 ifikapo 2050, tunatarajia mchango mkubwa utoke kwa vijana. Na vijana hawa tunaandaa mazingira bora ambayo yatawawezesha kupata ajira ndani ya sekta ya umma, lakini pia kwa wingi katika sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, ni vitu gani tunavyovifanya? Tayari tumepitisha kwenye sheria yetu ya uwekezaji ya sheria namba 6 ya mwaka 2025, ambapo sasa vijana wanaweza kunufaika na zile incentive ambazo walikuwa wanapata wawekezaji wakubwa. Sasa tumepeleka kwamba hata vijana wa Kitanzania wanaweza, wakishapata cheti kile cha TISEZA, wanaweza wakanufaika na vile vivutio ambavyo wawekezaji wakubwa walikuwa wanapata. Ni nini tunaongelea hapo? Wataweza kupata ardhi, wataweza kupata mapunguzo kwenye masuala ya kodi, ushuru pamoja na tozo mbalimbali. Lakini pia kwenye yale madirisha ambayo wawekezaji wakubwa walikuwa wanapata, sasa tumefungua kwamba vijana na wenyewe wanaweza wakapata fursa hizo. Dirisha la kuwanufaisha na masuala ya viwanda, dirisha la kuwanufaisha na masuala ya kupata masoko, lakini pia dirisha la kuwaunganisha na taasisi za kifedha ambalo na lenyewe lilikuwa moja ya jambo kubwa linalowakwamisha vijana wetu. Mheshimiwa Spika, si hilo tu. Mheshimiwa Rais ameunda wizara mpya ambayo inashughulika na masuala ya vijana. Tena iko ofisi ya Rais. Mheshimiwa Spika, wizara hii Mheshimiwa Rais hajaiunda tu ili ipate waziri. Mheshimiwa Rais kuna maelekezo ambayo ameyatoa ya kufanyia kazi, ambayo tayari tumeshaanza kufanya kazi kwa kushirikiana na wizara hiyo ya vijana, ambapo tunataka vijana hawa wanufaike na fursa zinazojitokeza. Baadhi ya fursa ambazo zinajitokeza, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na serikali imefungua lile dirisha la Export Guarantee Scheme, ambapo ndani ya mwaka huu au within mwaka huu tunatarajia
dirisha hilo la kutoa dhamana kwa vijana wanaokosa dhamana lianze kutumika kwa ukubwa wake, ambapo sasa itakuwa kampuni ya kutoa dhamana kwa vijana, ambapo vijana wengi wataweza kunufaika zaidi na dirisha hilo la kuweza kupata dhamana, ambapo tayari hivi tunavyoongea ndani ya Benki Kuu ya Tanzania kuna shilingi bilioni 280 ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutumika kama dhamana kwa vijana. Na Mheshimiwa Spika, jambo hili ambalo Mheshimiwa mbunge ameliongea, mimi ni moja ya watu ambao nimeliishi. Nilipomaliza chuo kikuu nilifanya kazi za kubeba zege na kufyatua tofali, na mke wangu akifanya kazi ya mamalishe. Kwa hiyo najua adha ya kijana kukosa ajira. Na Mheshimiwa Spika, tumeshaanza hata kuongea kwamba vijana wanapata mikopo wakiwa kwenye masomo, wakimaliza wakapata vyeti vyao vile wanahangaika kupata mikopo kwa sababu hawana dhamana. Tumeanza kuwaza kupitia maelekezo yale ambayo Mheshimiwa Rais aliyaelekeza kutafuta namna ya kuamua vijana hawa. Mheshimiwa Spika, tumeanza kuwaza kwamba kijana aweze kutumia cheti chake kile alichohitimu kuweza kukopa. Kama akamaliza famasia na imejulikana amemaliza famasia, aweze kutumia cheti chake kile kukopa aanzishe famasi. Kama amemaliza uhandisi na ana cheti chake cha uhandisi, anahitaji vifaa vya umeme, aweze kutumia cheti chake kama dhamana, aweze kupata mikopo hiyo. Kwa hiyo jambo hili tutalileta hapa bungeni, Mheshimiwa Spika, tutakapokuwa tumemaliza hiyo sheria ambayo tunataka itengeneze kampuni ya kutoa dhamana, lakini pia ya kuweka dhamana mali ambazo zinaweza zikahamishika. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Ni swali zuri na serikali inafanyia kazi kwa ukubwa wa ajenda hiyo ya ajira kwa vijana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Gnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali chini ya Wizara ya TAMISEMI inatekeleza sera yake ya elimu bila ada kwa shule za umma kwa maana ya kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hili naomba nikaipongeze serikali sana kwa jinsi ambavyo imeona mbali sana kumpa thamani mtoto wa Kitanzania, mtoto wa mzazi mnyonge ambaye kwa hali ya kawaida wasingeweza kuwapeleka watoto wao mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na nia njema hii ya serikali, ipo changamoto kubwa sana inayowakumba wazazi pamoja na watoto hawa. Na changamoto hiyo Mheshimiwa Waziri ni michango isiyokuwa rasmi, ni michango olela ya mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua kwamba swala la watoto kula shuleni ni jukumu la wazazi, hilo halina tatizo. Lakini hii michango ya mara kwa mara, kwa mfano, unaambiwa kila mtoto kwa siku lazima waende na shilingi 1500 kwa ajili ya speed test. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, watoto wanaambiwa kwamba kila siku ya Alhamisi waende na shilingi 3500 kwa ajili ya kufanya mitihani 7 kwa pamoja, yani mitihani ya masomo 7 kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nia na dhamira njema ya serikali ya kuleta sera hii bila malipo ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha watoto wa wanyonge wote wanapata elimu hii ya msingi ya darasa la kwanza mpaka ya kidato cha 4. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya waraka namba 3 wa mwaka 2016, ningeomba kufahamu nini kauli ya serikali juu ya shule hizi kwa walimu hawa ambao wameleta mfumo kana kwamba sasa ni kausha damu kwa wazazi, wanawakausha damu wazazi kwa kuwalazimisha waweze kupeleka hii michango ya kila siku. Mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzazi mwenye watoto 5 kwa sababu anajua hakuna ada, ni swala la madaftari, ni swala la uniform na chakula, wamewapeleka watoto kwa kasi kubwa sana. Unajikuta mzazi mmoja na watoto 5. Chukua 1500 mara siku 5 mara. Swali lako Mheshimiwa, tuende kwenye swali. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kupata kauli ya serikali juu ya kukomesha hii dhana ya michango olela mashuleni ambayo inaathiri kabisa utekelezaji wa sera hii ya elimu bila malipo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri, na
alichokisema ni kweli. Ni kweli kwamba katika baadhi ya maeneo kumekuwepo na michango ambayo inaondoa ile maana halisi ya elimu bila ada. Mheshimiwa Spika, ni kweli pia michango hiyo ikiwa mingi ina athari kwa watoto na kwa wazazi na familia hizo, hasa familia ambazo hazijiwezi. Mheshimiwa Spika, ninasema ni kweli kwa sababu nilipokuwa ziara katika mkoa wa Katavi, alikuja mama mmoja kati ya wananchi waliouliza maswali, akasema mwanae amekosa masomo kwa takriban miezi miwili naenda mitatu kwa sababu aliambiwa asiende shule mpaka aende na mchango wa takriban shilingi 50,000, ambalo ni jambo baya. Mtoto kukosa masomo kwa sababu mzazi wake amekosa michango. Mheshimiwa Spika, nilielekeza mtoto yule arudishwe shuleni na nimpongeze Mheshimiwa mkuu wa mkoa, amenipa taarifa kwamba yule mtoto alirudishwa shuleni, na nilielekeza mamlaka zinazohusika na masuala ya nidhamu kwa walimu wetu wamwite yule mwalimu mkuu kwa uzembe huo, kwamba mtoto ameweza kukosa masomo, ameweza kutokuwepo shuleni muda wote ule, na wao wakaendelea na maisha kama vile hakuna kitu kilichotokea, na lenyewe hilo tutaendelea kuchukua hatua. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameweka wazi kwamba yapo mambo ambayo ni ya msingi, na mimi niwapongeze walimu katika maeneo mengi wamefanya hivyo kwa nia njema ya kutaka watoto wafanye vizuri, bila kwenda moja kwa moja tu kwenye eneo hilo ambalo pengine limepitiliza na kuleta athari. Lakini pia tutambue walimu wamejitoa sana katika baadhi ya maeneo kwa initiative zao kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanafanya vizuri. Na Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu linatambua kwamba kwa wingi wa watoto ambao wameendelea kuongezeka kwa vipindi tofauti, ikiwemo hii sera ya elimu bila ada, lakini pia na reentry programs ambazo zililetwa, imesababisha katika baadhi ya maeneo uwiano wa walimu kwa wanafunzi hauko sawa. Kwa hiyo walimu wanajitahidi wale kwa uchache wao ili kuhakikisha watoto wana cover syllabus zote zile. Kwa hiyo niende tu kwenye hoja hii ambayo Mheshimiwa mbunge ametoa. Nimetoa waraka ambao unatoa miongozo ya masuala yanayohusu michango. Moja ya michango ambayo tunakubaliana nayo ni endapo tutataka watoto wapate chakula shuleni, tukasema hata wangekuwa nyumbani wangepata chakula anyway. Kwa tukasema hili si jambo linaloleta mzozo, na hata katika baadhi ya shule, hata katika baadhi ya maeneo hawajaona kama ni tatizo. Lakini michango mingine ambayo inapitiliza, tumesema lazima ifuate mwongozo na iwe na ukomo. Maeneo haya tumeshawaelekeza wakuu wa mikoa, tumewaelekeza makatibu tawala wa mikoa, na tumetoa waraka ambao unaenda sambamba na waraka huu ambao Mheshimiwa mbunge ameunukuu. Tulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanajitokeza, shule zetu hizi zinakuwa na walimu wanaojitolea na wanalazimika walimu wale walipwe nje ya utaratibu ule wa walimu walioajiriwa. Nimeelekeza halmashauri zote ziweke bajeti za mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba walimu wale ambao wanawaongezea kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu walipwe kutoka katika vyanzo vile, kwa sababu wazo lenyewe la kuwa na walimu wa kutosheleza ni wazo zuri, kwa sababu hata sisi hapa waheshimiwa wabunge mnakumbuka kuna wakati kulikuwepo na utaratibu, enzi zile kulikuwepo na utaratibu wa tuition. Wakati mwingine tulikuwa tunamuelewa mwalimu wa tuition kuliko yule anayefundisha hata pale darasani. Kwa hiyo wazo la kuwa na walimu wanajitolea si jambo baya, lakini walimu hawa hawapaswi sasa kuanza kulipwa na wazazi. Nchi yetu haijataka wazazi kuajiri walimu kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo mamlaka ya serikali za mitaa pale ambapo pana uhitaji huo wajiratibu, watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba badala ya kwenda kwenye michango watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha wanakava masuala ya aina hiyo. Na Mheshimiwa Spika, pia kwa kuwa tunaenda kwenye utekelezaji wa mitaala mipya, tutaendelea kuboresha, mahitaji yanaendelea kuongezeka katika kumwezesha mtoto aweze kusoma vizuri. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha pia bajeti ya serikali, kwa sababu kingine kinachosababisha haya ni ufinyu wa bajeti. Tutaendelea kuboresha bajeti ya elimu,
bajeti ya serikali kwenda kwenye sekta zetu za elimu ili kuweza kuhakikisha kwamba shule zetu hizi zinajitosheleza kibajeti ili kuweza kutimiza yale malengo ambayo walimu wanataka wafanye kwa ajili ya kuwawezesha watoto kuelewa na kufaulu vizuri masomo yao.